Samia Suluhu apokea taarifa mbaya kutoka UN. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Ujumbe maalum uliwasilishwa jijini Geneva kwa kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu uliwasili kama ishara ya dharura kutoka taifa linalokabiliwa na shinikizo la kimataifa na mgawanyiko wa ndani. Hatua ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuamua kuzungumza moja kwa moja na muhimili mkuu wa haki za binadamu duniani haikuwa tu tendo la diplomasia, bali ilikuwa ni kukiri kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwamba kile kilichotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba kimeacha Tanzania katika hali ya mashaka ndani na nje ya mipaka yake. Katika mazingira ambayo macho ya dunia yameelekezwa Dar es Salaam, Geneva ikawa jukwaa la kusikiliza maelezo ya serikali, huku historia ya taifa hili ikitoa sauti yake ya pili nzito na isiyopuuza. Kiini cha ujumbe huu kilielezwa kama dhamira ya uwazi, uwajibikaji na juhudi za kurejesha amani na mshikamano wa kitaifa kwa mujibu wa katiba na sheria. Lakini uzito wa hatua hiyo haukuwa kwenye maneno yaliyowasilishwa, bali kwenye mazingira yaliyolazimisha maneno hayo kutumwa. Na Tanzania haijawahi kuwa mgeni katika midahalo ya haki za ukanda unaokumbwa na migogoro. Taswira hii imeanza kufifia kadri matukio ya kisiasa yanavyoacha maswali kuhusu nafasi ya dola katika kulinda haki za raia wake wakati wa misukosuko ya kisiasa. Uwasilishaji wa ujumbe huu ulifanyika katika kipindi ambacho simulizi mbalimbali zimekuwa zikisambaa katika majukwaa ya kimataifa zikieleza ukamataji, matumizi ya nguvu na mazingira ya hofu yaliyoandamana na mchakato wa uchaguzi. Serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ilichagua kupinga simulizi hizo kwa kudai zimejaa upotoshaji na zioneshi uhalisia wa hali hiyo ilivyo nchini. Hata hivyo, hoja ya kupotoshwa peke yake haijawahi kutosha kufuta wasiwasi wa jumuiya ya kimataifa, hasa pale ambapo historia ya nchi inaonyesha mwelekeo wa kupunguza nafasi ya uwazi wa kisiasa katika nyakati unyeti. Uamuzi wa kuunda tume huru ya uchaguzi uliwasilishwa kama ushahidi wa vitendo vya dhamira ya serikali. Tume hiyo ilielezwa kuwa itachunguzwa chanzo cha vurugu, mazingira yaliyosababisha na kutoa mapendekezo ya kitaalamu kwa ajili ya kuimarisha amani na mshikamano. Kihistoria, Tanzania imewahi kutumia tume na kamati mbalimbali kama njia ya kukabiliana na migogoro ya kisiasa na kijamii, lakini changamoto imekuwa kwenye utekelezaji wa mapendekezo yake. Na katika matukio yaliyopita, tume zimezalisha taarifa nzito ambazo zilibaki kwenye makabati ya serikali bila mabadiliko ya kimuundo yanayoonekana. Ndiyo maana tangazo la tume mpya bila muktadha wa mageuzi ya kina limepokelewa kwa tahadhari kubwa. Kauli kutoka ofisi ya Rais kuhusu rekodi ya Tanzania katika kuheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria inarejea simulizi ya muda mrefu ya taifa linalojiona kama kisiwa cha amani. Ni ukweli kwamba kwa miongo kadhaa Tanzania imeepuka vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyozikumba nchi jirani, lakini amani ya kutoonekana kwa vita si kipimo pekee cha haki, kwani kuanzia enzi za mfumo wa chama kimoja hadi kipindi cha vyama vingi, mamlaka ya dola yamekuwa yakijengwa juu ya msingi udhibiti mkali wa kisiasa, vyombo vya habari na mikusanyiko ya raia. Sheria mbalimbali za kisiasa na za mtandao pamoja na matumizi ya vyombo vya dola zimekuwa zikikosolewa na kudhoofisha uhuru wa kujieleza na kushiriki kisiasa. Katika muktadha huo, maelezo kwamba matukio ya Oktoba yalikuwa ya kipekee yanapingana na mfululizo wa matukio yanayoonyesha mwelekeo mpana zaidi. Chaguzi zilizopita zimeacha kumbukumbu za mamlaka ya ukiukwaji wa haki, kuanzia vurugu za kisiasa katika baadhi ya maeneo hadi kuzuiwa kwa shughuli za vyama na wanaharakati. Hayo yote yamejaa na kujenga mazingira ambayo yamelazimisha Tanzania kujibu maswali ya Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na washirika wa maendeleo kuhusu mwelekeo wake wa kidemokrasia. Majibu kutoka kwa kamishna mkuu wa haki za binadamu yaliongeza uzito wa kimataifa katika mjadala huu, na pongezi kwa uamuzi wa kuunda tume iliambatana na msisitizo mkali juu ya umuhimu wa uhuru wa tume hiyo katika vitendo na muundo.
Huu ni ujumbe uliolenga moja kwa moja historia ya taasisi za uchunguzi ambazo zimekuwa zikionekana kuwa karibu mno na mamlaka ya kisiasa. Msisitizo huo uliweka wazi kuwa jumuiya ya kimataifa haitaridhika na ishara za juu. Inahitaji michakato itakayojenga imani kwa wananchi na kuzaa matokeo yatakayokubalika kisheria na kijamii. Wito wa maridhiano, uponyaji wa kitaifa na hatua za kisheria ulirejesha mjadala wa kina kuhusu namna taifa linavyoshughulikia majeraha ya kisiasa. Tanzania imewahi kusukuma mbele wazo la umoja wa kitaifa kwa gharama ya mjadala huru, ikiamini kuwa ukimya unalinda amani. Lakini historia ya Afrika na dunia inaonyesha kuwa ukimya wa kulazimishwa huahirisha migogoro badala ya kumaliza. Maridhiano ya kweli yanahitaji kukubali makosa, kuwawajibisha wahusika na kurekebisha mifumo iliyoshindwa, si tu kutoa ahadi za baadaye. Hatua ya Rais Samia imeelezewa kama ishara ya uongozi unaotafuta suluhu kupitia diplomasia na taasisi. Tafsiri hii ina mvuto kwa jumuiya ya kimataifa inayopendelea utulivu na mazungumzo. Lakini ndani ya Tanzania tafsiri hiyo inakutana na swali la uwajibikaji wa ndani. Diplomasia ya nje haiwezi kuchukua nafasi ya mageuzi ya ndani. Heshima ya kimataifa haiwezi kudumu bila uaminifu wa wananchi, na imani ya wananchi haiwezi kujengwa bila haki inayoonekana, inayoguswa na inayotenda kazi kwa wote bila ubaguzi. Kwa miongo kadhaa, Tanzania imejijenga kama mshirika mwaminifu wa jumuiya ya kimataifa, ikipokea msaada, mikopo na ushirikiano wa maendeleo. Lakini uhusiano huu umeambatana na matarajio ya kuheshimu viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Na kadri dunia inavyozidi kuunganika, matukio ya ndani hayabaki tena kuwa siri za taifa. Geneva, New York na Addis Ababa zimekuwa vioo vinavyoreflect hali halisi ya ndani, na ujumbe uliowasilishwa kwa Volker Turk uliweka Watanzania kwenye kioo hicho kwa hiari. Lakini kioo hicho hakionyeshi maneno pekee, inaonyesha vitendo na matokeo yake. Mustakabali wa Tanzania unategemea zaidi ya uwezo wake wa kuandika ujumbe mzuri wa kidiplomasia, unategemea ujasiri wa kisiasa na kukabiliana na mifumo ya mamlaka iliyozalisha migogoro ya haki, na dhamira ya kuvunja mzunguko wa ukimya na hofu. Tume huru ya uchunguzi inaweza kuwa mwanzo wa safari mpya, au inaweza kuwa pazia jingine la muda, na chaguo hilo liko mikononi mwa uongozi, lakini athari zake zinabebwa na wananchi. Na katika kipindi ambacho taifa linahitaji mshikamano wa kweli, athari kubwa si lawama za kimataifa, bali ni kuzoea hali ya kutojali. Na kila siku inayopita bila uwajibikaji wa wazi inaongeza ufa kati ya dola na raia. Na kila ahadi isiyotekelezwa inaongeza uzito wa mashaka, na kila sauti inayosimamia ama inayonyamazishwa inaongeza gharama ya uponyaji wa baadaye. Na Tanzania inaposimama mbele ya jukumu ama na jumuiya ya kimataifa, ikieleza dhamira ya haki na utawala wa sheria, historia na siku zijazo zinaitazama kwa umakini. Ukimya, hofu na kusita kuchukua hatua za kweli leo vinaweza kuunda kesho yenye misukosuko mikubwa ambayo hata diplomasia ya Geneva haiwezi kuizuia. Ni hayo kwa sasa, zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare.